Kazumari, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Kabisa. Alhamdulillah. Tuzungumzie kwa ufupi tu mchezo wa leo wa CRDB kati ya Simba Sports Club dhidi ya Mbeya City. Uliweza kuchukuliaje? Mbeya City ni kama underdog au kidogo aliweza kupa challenge Simba? Mbeya City na Simba, Mbeya City lazima atakuwa underdog. Hawezi kuwa favorite kwenye mchezo ambao anacheza na timu namba 4 kwa ubora Afrika na timu ya championship ya Tanzania. Kitakachotokea ni kwamba Simba atakuwa favorite na Mbeya City atakuwa underdog, kwa sababu kwa ubora uliokuwa nao Simba nafikiri katika nafasi hizi kila atakayocheza naye atakuwa underdog, Simba atakuwa favorite, kwa sababu huwezi kuwa namba 4 Afrika alafu tena wewe ndio ukawa underdog. Okay. Kwa sababu tuliweza kuona pale Chamazi Azam FC waliweza kupoteza dhidi ya Mbeya City, hii ambayo leo tunaiona amekuja kucheza na Simba, kwa sababu kipindi cha kwanza Simba aliweza kushinda magoli matatu yale ambapo kipindi cha pili wametoka vile. Ina maana yake kwamba challenge iliweza kuwepo haikuwepo. Issue ya kuwa underdog haitoi matokeo. Underdog inatokana tu na viwango vya timu vilivyo, lakini kwenye mechi matokeo yanabaki ni kitu tofauti. Matokeo yatatokana na namna timu zitakavyocheza kiwanjani, mpango kazi wa mechi husika ndio yatatoa matokeo. Kwa ukitoka huku unasema mimi ni favorite na kwenda kushinda, unajidanganya mwenyewe, kwa sababu unapaswa kuja kiwanjani ufanye mipango yako vizuri, uonyeshe kama wewe kweli ni favorite kwenye hiyo mechi ndio ushinde. Hata kwenye mechi hii sio kwamba hao waliwafunga Azam, hata kwenye mechi hii wao ndio utangulia kufunga. Waliwastua Simba wakaamini kwamba kumbe tunacheza mechi na timu ambayo na yenyewe ni timu kubwa, kwa sababu wako na nafasi ya pili kwa championship. Labda watu wafuatilie tofauti ni ndogo kati ya wao na Mtibwa wanaoongoza na watu walikuwa chini yao stand. Ligi ya daraja la kwanza ina ushindani mkubwa mno, na sasa hivi timu ambazo zinacheza ziko kwenye nafasi ya kucheza playoff au kupanda ni zile ambazo zimetokana na ligi kuu. Kwa hiyo ushindani kule ni mkubwa. Unaweza ukaona timu ambayo imekuwa ikicheza hapa imezidiwa tu mbinu na maarifa na uwezo wa mchezaji mmoja na Simba, lakini sio timu ndogo, sio timu ya kuibeza. Pia wana material ya ligi kuu pia. Mudathir Hamisi alifunga bao, alikuwa kucheza cross na anawahi kusumbua sana kwenye ligi kuu. Kwa hiyo ni aina ya wachezaji ambao sio wabaya, na I think ukiacha Mtibwa, hii ndio timu ambayo inaweza ikapanda moja kwa moja. Kwa nishati ya Simba kuelekea mchezo wa leo, inawezekana labda waliweza kuhifadhi kutokana labda na mchezo wa kimataifa. Unapotoka kucheza game ngumu kama ya robo finali ya Confederation, umeingia kwenye nusu finali, automatically mechi itakayofuata itakuwa na rotation. Ndio maana leo umeona rotation kubwa, na kwa sababu wachezaji wako wanataka kucheza game, usiwaache hivi, wape nafasi na wenyewe wamecheza. Akina Abdulrazak wameanza wakaondoka, akina Karabu na baadaye wameingia kina Mkwala, na lakini wale ambao hawakucheza mechi ile wanapata nafasi kubwa. Ndio maana umeona Ateba amecheza kwa muda mrefu. Kwa rotation ni lazima kwenye mchezo kama huu. Pengine fighting spirit ya mchezo wa kombe la shirikisho uliopita Simba dhidi ya Almasi pengine ukawa umechagiza zaidi na ile tunavuka wanataka hatua nusu finali. Walishavuka Simba kwa nusu finali na Stellenbosch. Pengine kuna kitu kikapungua. Wewe kama mwandamizi kwenye soka hili unawaambia nini Simba wafanye ili mradi tuone kile ambacho alikifanya Benjamin Mkapa dhidi ya Almasi licha ya udogo alionao Stellenbosch? Kwanza siamini kwamba Simba wanaweza wakapunguza kitu chochote kuelekea kwenye mechi hiyo. Naamini kwamba watazidisha, kwa sababu nimefuatilia mara kadhaa. Nimemsikia Ahmed siku moja akizitaja errors ambazo Simba imepitia. Kuna era ya mwaka 1974 ambapo Simba walicheza nusu finali na wakaondoshwa na Ghazil Al-Mahra kwa mikwaju ya penalty, lakini wakaja kuzungumza era ya 1993. Wengi wenu hapa hawakuwepo pia wakati Simba wanacheza nusu finali na timu kutoka Angola. Sawa. Na this time kuna era hii ya ambao Simba anacheza nusu finali na Stellenbosch. Kwa hizo ni era tatu tofauti. Wale wa miaka ya zamani wanataka kujivunia kwa mwaka 1974 tulifika nusu finali. Kwenye tunaita klabu bingwa Afrika wakati ule. Lakini 1993 walifika finali, sio nusu finali. Walifika finali wakacheza na Stella Abidjan. Na this time wamefika nusu finali. Kwa hiyo hao wa kizazi hiki ndio kitu ambacho wanaweza kuwaambia watu kwamba tulikuwepo kama viongozi, tulikuwepo kama mashabiki wakati timu inafikia hatua hii. Kwa hiyo naamini kwamba wanapata hamasa zaidi kwamba kuiona timu ikifika
finali, siamini kwamba kutatokea kitu chochote kitawashusha huo morali. Kwa nini walikuwa wanasema tunavuka this time? Kwa sababu wamekuwa hapo kwenye robo finali zaidi ya 6. Kwa hiyo na wenyewe wako wanaona, kwa hiyo sisi level yetu ni robo finali tu. Sisi tutawaambia watu kwamba kwenye era yetu tulikuwa tunafika robo finali peke yake. This time wamefika nusu finali, ndio wanasema bwana wakati huu tunavuka. Sawa, imewasaidia, wamepata hamasa na naamini bado hamasa itaendelea kuwepo baada ya kuona mshindani wanaokwenda kukutana naye. Sio kwamba ni mshindani mbovu, lakini kwenye uzoefu, kwenye hali nyingi, hata ubora wa msimu huu husika kwenye mashindano haya Simba amefanya vizuri zaidi ya Stellenbosch. Kumtoa bingwa mtetezi ni kigezo tosha kwamba Stellenbosch si underdog kwa Simba. Vijana wanasahau 2003 Simba waliwatoa hao Zamalek, tena walikuwa mabingwa watetezi wa Champions League, lakini Simba walienda kwenye group stage hawakufanya chochote kwa sababu walikuwa timu ya kawaida tu. Kwa kumtoa bingwa mtetezi haimaanishi kwamba wewe haikupi room ya moja kwa moja kwamba wewe unakwenda kufanya vizuri. Si ni mechi moja tu ambayo ya mtoano umecheza vizuri iliisha. Nakwambia Zamalek walifungwa Taifa 1-0, wakaenda Zamalek wakashinda Masri 1-0, wakaenda bao kwenye penalty, Simba wakashinda kwa penalty. Lakini walipoenda kwenye group stage Simba walikuwa timu ya kawaida tu, ilikuwa inafungwa ikapoteza, sawa sawa na ile timu ya Galaxy iliwatoa Simba. Lakini kwa group stage Galaxy walikuwa mchekea tu, kila mtu anamfunga. Maana yake alimtoa Simba timu bora, lakini ilikuwa kwenye mechi hiyo moja, kwenye mechi nyingi ikawa kitu cha tofauti. Kwa hiyo I believe sio kwamba ukimtoa bingwa mtetezi inakugarantii kwamba eti utakayekutana naye utakwenda kufunga. Utarudi kwenye hali yako na watu watakuadhibu tu. Bibi Nkazumari, unaionaje Simba kuelekea finali? Inafika? Naamini inafika kwa sababu ya mshindani aliyeko mbele yake. Nitakuwa wa mwisho kuamini kwamba Simba anaweza kutolewa na Stellenbosch. Sio kwa sababu sio timu nzuri. Simba ni bora kuliko Stellenbosch. Katika nyanja nyingi, watu ndo mara yao ya kwanza wanacheza mashindano ya vilabu barani Afrika. Siweza kusema wamefika nusu finali sawa sawa na wewe, wametoa bingwa mtetezi. Lakini iwa guarantee ubora uliokuwa nao Simba. Timu namba 4 kwa ubora, Stellenbosch iko karibia ukicheki ile chat iko chini huko. Haiko hata 15 bora. Kwa nini wewe umekuwa namba 4 kwa ubora? Kwa sababu umewekeza kwenye ubora kwa muda mrefu. So Simba ni timu bora kuliko Stellenbosch. Kwangu mimi ukitolewa na timu ambayo unaizidi karibia kila kitu, mimi nakuaga wa mwisho kuamini kitu hicho kinaweza kutokea. Okay, tumalizie na kiwango cha Joshua Mutale leo hii umekionaje? Kina improve? Makelele yalikuwa ni mengi sana kwa mashabiki wa Simba. Mutale alisajiliwa kwa ajili ya kucheza na timu za daraja la kwanza. Sawa, Mutale amesajiliwa aonyeshe ubora kwenye mechi kubwa. Sawa. Kwa hiyo ni mechi, lakini ni mechi wamecheza na timu ya daraja la kwanza, alafu ni Confederations Cup ya Tanzania. Mutale anapaswa kuendelea na hichi kiwango, kikiboreka apewe mechi kubwa, aonyeshe uwezo kama ambavyo Mkwala amefanya. Ndipo watu wanakubali kwamba okay, kama unaweza kufanya against Almasi, unaweza kufanya against Stellenbosch na Mtani. Kwa Mutale aendelee na hicho alichokifanya, kiwa na muendelezo. Kama kitakishia hapa kesho kutwa kwa mechi, anarudi kule alikotoka, then I deserve kucheza Simba. Asante. Sema tungemalizia kidogo. JKT na usiwapo kwenye hatua ya mechi kesho brother. Mechi kesho na Pamba pale Isamuhyo. Shughuli ipo tunatafuta tuvuke, tukutane na mshindi kati ya Afrika na Stemba. Yanga anatoka. Shauri yake mwenyewe. Sitazungumzia kwetu. Yanga shauri yake mwenyewe, sitazungumzia kwetu. JKT unaiona kuingia finali. Njia nyepesi baba. Sawa, asante.